ni mwangalizi wa huduma ya Glory of God Ministry. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Helen Sogea, ni mwangalizi wa makanisa ya Oak Mission huko pale kwa Matias. Mungu awabariki. Amina. Nami ni mchungaji na Bishop Emmanuel Muhina, tuko Tole Harvest Mwanarugali B. Mungu awabariki sana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa mchungaji Stefania Enoki, Iko Jesus Life Church, na mama amejitambulisha hapa. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwangalie jirani yako, mwambie uko hapa. Anasemaje yuko hapa? Maana kuna wakati unaweza kuwa kimwili hapa kiroho huko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majina yangu ni matatu, naitwa David Mramba, ni mchungaji wa kanisa la Shilo Temple pale Miembe Saba. Lakini pia nimeongozana na mtumishi wa Mungu, mzee wa kanisa, simama punga mikono. Tulikuwa tuje wengi sana, lakini imetokea shida kidogo. Naona mama ameumwa ghafla. Sasa naona washirika wote wameenda huko. Tuendelee kuombea sana. Barikiwe sana. Amina. Aliyebakia nadhani ataunganisha moja kwa moja kwenye kipindi hiki kinachofuata. Mungu awabariki wachungaji ambao wameshafika. Kuna wengine wamesafiri Arusha lakini wako njiani wanarudi leo, na wengine pia kwa sababu ambazo wataweza kuzuilika wameshindwa kuja, lakini faya zao zimekuja. Tuko wengi sana, lakini kutokana na majukumu wameshindwa, lakini endelea kuombea. Na kusanyiko jingine nitegemea kuwa nalo tena, tutakuwa nalo tena baada ya miezi miwili ijayo, na mimi nitakuwa naombea. Basi muda mzuri, mwema na baraka tutaingia kwenye kipindi kizuri cha kumbariki Mungu. Atakwenda kukisimamia mtumishi wa Mungu na askofu Gervas Masanja, ambaye ni mwenyeji wetu wa mahali hapa, pia ni kiongozi au katika bodi yetu ya Pastors Fellowship. Basi tumkaribishe aweze kuwa na machache mafupi, jitambulisha mwenyewe machache mafupi, afuata tuingiza kwenye kipindi ibada hii ya kumbariki Mungu. Piga makofi kwa jina Bwana. Barikiwe sana kwa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nawasalimu katika jina la Yesu. Kwanza ninamshukuru Mungu kwa sababu ya uwepo wenu. Mimi ni mchungaji mwenyeji wa mahali hapa. Ninayo furaha kutoka kwenye kilindi cha moyo wangu kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini zaidi sana kitu kingine ambacho lazima niseme juu ya mama mganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama mganga, huyu mama, jamani, hebu tupige makofi na vigelegele. Mungu akubariki sana we mama. Na mimi nadhani kama jopo ningekuwepo na kumpa kitu kama tuzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hicho tutakifanyia kazi. Amina jamani. Tutakifanyia kazi kwa sababu ni mama jasiri. Mimi nimemwona naimba kiroho nikiwa mchanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameendelea kuimba bila kukata tamaa. Huu ni mfano huwezi kuona kwenye makanisa mengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumpe pongezi, tumtie moyo. Nataka kuambia mama, Mungu ni mwaminifu sana kabisa, ataendelea kukuinua na zaidi. Haleluya. Umeona naimba, watoto wanaimba, wajukuu wanaimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Inatisha. Lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kila mmoja. Tunakwenda kwenye eneo ambalo ni very sensitive, eneo nyeti, eneo la kumbariki Bwana. Haleluya. Nakumbuka mara ya mwisho tulipokutana tulizungumza juu ya kuchangia generator. Amina. Na nilizungumza siku ile nikisema unapokuja kwenye kusanyiko hakikisha unakuja na fedha ya kutosha. Kwa sababu utakaponunua generator, wewe unaona kama hapa umeme ulikatika, ungekuwa umekata kabisa ingekuwa shida. Lakini kwa sababu ilikuwa ni ruku hapo tumefanya. Lakini ingekuwa kama umekata wenyewe, sasa tungekuwa watu wangekuwa wamechomoka wanaondoka kwenda. Lakini nataka tuwe na generator kubwa na nzuri. Amina jamani. Kwa hiyo tutakwenda kuchangia leo maalum kwa ajili ya generator. Andaa hela nzuri kutoka kwenye mfuko wako. Na mimi kabisa kwamba Mungu atakubariki. Mimi nime experience katika maisha yangu ya kumtumikia Mungu, nimeona kweli kutoa kuna baraka nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
ukitoa Mungu hatakuacha, atakubariki. Na wale ambao hawatoi, maisha yao yameendelea kuwa ni magumu. Sasa unataka kubadilika leo, hebu toa kwenye udongo mzuri ambao siku moja utajuta. Lazima uwe na ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Muda hautoshi, watu waliotoa na wakabarikiwa wamekuwa na ushuhuda mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ninaamini kabisa kwamba naomba chombo kiletwe hapo. Chombo vijana wa PMC tafadhali. Mabinti wa PMC fanye kimbia. Weka hapo. Toa hizo hivyo. Baki kile siku weka hapo. Hiyo weka pembeni weka. Naomba tusimame. Yule kijana kutoka Bongo atakuwa anaimba Masai, yule wimbo wetu mzuri kabisa kule. Nenda kwanza kabla bado hatujaanza kwanza. Huyu kijana tulimkuta kule kwenye injili ya vijijini pamoja na wengine walioimba jana. Jana tulikuwa na tamasha la uimbaji. Na yeye tulimkuta kule, kijana anaimba vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo wakati wanaandaa, naomba inamisha macho tuombe kwa ajili ya sadaka hiyo maalum. Tuombe. Baba yetu Mungu wa mbinguni, tunakubariki jioni leo kwa sababu ya ukuu wako wa ajabu. Hakika umekuwa mwaminifu Mungu, hata umetuunganisha sisi wachungaji pamoja na washirika wetu kuweza kuunda kitu cha umoja kwa ajili ya kufarijiana, kutiana moyo. Baba mfalme wa ajabu, umeahidi baraka tele kwao. Naomba ukawabariki, bariki mashamba yao, bariki biashara zao, bariki familia zao, bariki Baba mfalme wa ajabu mapato yao, uchumi wao Mungu wa mbinguni, watakapotoa wasijutie, bali Baba mfalme wa ajabu wakawe na ushuhuda kwamba hakika walipokutolea nawe Mungu wa mbinguni uliyagusa maisha yao. Baba, kupitia sadaka hii maalum utakwenda kufanya badiliko katika maisha kila mmoja. Baba, nami nimesikia, katika jina la Yesu naomba nikushukuru. Wote piga kelele, sema amen. Piga kelele, sema amina. Haya, twende. Asiwepo atakayebaki nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tutakaa tusimame. Kwa moja kwa moja tutakwenda mnyanyua mlindoko aombe kwa ajili ya neno, ili tuweze kukomboa muda wetu ambao tumekuwa nao. Ila wachungaji tafadhali, tukishamaliza mwishoni pale tunakutana tunashirikishana mambo kadhaa ya muhimu. Basi muda huu tuweze kuomba. Bishop mlindoko atatuongoza katika maombi haya ili kukaribisha neno la Mungu kutoka kwa Bishop na Dr. Helen Sogia. Asante kwa ajili ya jioni ya leo ambayo Bwana
umetukusanya kama vile kuku wakusanyavyo vifaranga vyake. Asante kwa sababu ya neno ambalo umeliweka ndani ya moyo wa mtumishi wako kwa ajili ya kuzungumza na kusanyiko hili. Baba, achilia nguvu yako Bwana, ili kuweza kutufungua akili zetu ili tupate kuelewa yale ambayo Mungu umeweka ndani ya moyo wa mtumishi wako. Tie nguvu, uwezeshe akanene yote ambayo unakusudia katika vilindi vya moyo wako. Bariki kusanyiko hili katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba. Amen. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Mungu aliyejaa neema akatujalia neema ya kukutana tena siku ya leo kwa ajili ya utukufu wake. Amina. Tumehubiriwa asubuhi kanisani, tumefundishwa. Nafikiri itakuwa sio vema nikahubiri kwa sababu sitaki kuondoa kile nilichochukua asubuhi, ila nataka tuzungumze kama kanisa, kama watoto wa Mungu. Tuna mambo mengi ya kuweza kushirikishana ambayo katika hayo yatatusaidia sisi na kutujenga katika safari yetu ya mbinguni, na zaidi ya yote jinsi ya kuishi tukiwa hapa duniani, na sana namna gani ya kuishi na wale ambao Mungu ametuweka kuwa chini yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika hayo mimi nitazungumza Bwana Yesu asifiwe. Nitaka kujua muda ili niwe na nidhamu kwenye muda. Kwa hiyo tutazungumza tu, tutasaidiana ili tuweze kuona katika kile kichache ama kile kidogo ambacho Bwana ameweza kuniambia ama kusema nami mchana wa leo, ili niweze kusema tuweze kusaidiana ama kusemezana. Basi nitaachilia hicho, na ninaamini kwamba kuna kitu kitafanyika katika maisha yako. Nataka tuweze kuangalia vitu vichache, na tutaangalia sana taifa la Israeli. Sababu taifa la Israeli wamekuwa ni kielelezo kizuri sana kwa kanisa la leo, na tukichukua mfano wao itatusaidia katika yale tunayopaswa kufanya na yale tusiyopaswa kufanya, ama yale tunayopaswa kuishi kwayo na yale tusiyopaswa kuishi kwayo kama wana wa Mungu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nitawachukua wao kama mfano katika mazungumzo yetu tukizungumza. Na msiri wa Mungu alipokwenda polepole, ile neno ya injilisi sije kasimama nikaanza kukimbia, lakini anipe neema kuweza kusimama kwenda polepole, angalau tuweze kupokea kitu sote tukiwa kama wana wa Mungu. Tunafahamu kabisa kwamba wana wa Israeli Mungu aliwachukua akawaweka katika nafasi ya kuwa taifa lake. Na katika kuwaweka kwenye nafasi hiyo kuna jinsi ambavyo aliwataka waweze kuwa. Lakini kabla hajawafikisha katika ile hatua ambayo ni njema, nzuri, kwa lugha nyepesi, nchi ya asali na maziwa, yako mambo ambao walipita kwayo hapa katikati, na Mungu aliwafikisha ama aliwapitisha katika hayo kwa makusudi. Kwa nini kwa makusudi? Kwa sababu katika maisha yetu ya leo, kuishi kwetu hapa duniani, mtoto anapoingia darasani hawezi kwenda darasa hatua ya darasa linalofuata kama hajafanya mtihani. Na hata akimaliza primary, Tanzania tunafanya darasa la 4, watoto wanafanya mtihani, tena mtihani kama vile wa darasa la 7, ambao huo ndio utamwezesha kuvuka na kuingia darasa la 5 au abaki pale. Na darasa la 7 hali kadhalika ndio utamwezesha aidha kuingia form 1, kwamba hatakiwa ana qualify, yani anastahili kuingia katika
shule ya sekondari ya serikali, ambapo pale atapata unafuu kwa sababu atasoma bure. Ama ashindwe mtihani, basi aingie gharama, kwa maana yake kwamba wazazi wake ama wale waliosimama kwa ajili yake, kwa ajili ya elimu, wataingia gharama ya kuhakikisha amesoma. Kinyume na hapo, ataishia hapo. Hali kadhalika akifika form 4 hawezi kwenda katika A level, kwa maana form 5, mpaka awe amefanya mtihani, na mtihani huo ndio utakaoweza kumwezesha yeye kwenda A level katika shule ya serikali, ambayo pale atapata nafuu ya karo na ataendelea vizuri. Au ashindwe mtihani wa form 6, ndipo pale sasa basi aishie pale. Ashindwe mtihani wa form 4, basi ashindwe kuingia form 5 kama form 6, au aingie katika shule za private ambapo gharama zake ni za juu sana. Kwa hiyo tunarudi pale pale, kuna gharama atalipa. Na la tatu ni kwamba atoke katika hiyo form 6, basi ili aweze kuingia katika chuo kikuu ama aweze kwenda katika eneo ambalo ni la juu zaidi, nalo pia lina uhitaji kufanya mtihani ili aweze kuqualify kuingia katika chuo kikuu cha serikali, ambapo pale pia napo kunakuwa na unafuu, au sivyo aende chuo kikuu cha private ambapo kuna gharama kubwa, ama aishie hapo na aanze sasa kutafuta njia zingine za kuweza kusoma. Kwa sababu kwa mfano mtu amechukua sayansi, basi akimaliza ile A level amefail, mara sana ataenda kuchukua kitu kinaitwa medical officers, medical nini, alafu pale hawezi kwenda kuchukua udaktari moja kwa moja, maana hastahili, hana sifa ya kwenda kuingia kwenye kuchukua degree ya udaktari. Kwa hiyo ili basi aweze kufika kwenye hiyo hatua, atalipa gharama ya kwenda kuchukua hatua nyingine ambayo ni ya chini, ili ndio sasa pale akifaulu, tena nako akifaulu, sio kwamba akipita ndipo aweze kwenda kuchukua udaktari, na ndio hivyo tena mtu ataendelea. Nimetoa mfano katika maisha yetu ya kawaida, lakini narudi kwa taifa la Israeli. Naporudi kwa taifa la Israeli, Mungu baada ya kulichagua taifa lile kuwa wana wa Israeli kuwa taifa lake, na akatoa ahadi kwao, kwa sababu ahadi ama kusudi ambalo Mungu alikuwa ametaka ama kusimama nalo kwa ajili ya taifa la Israeli, alisema na Ibrahim. Na alisema na Ibrahim katika Kutoka sura ya 15, akasema naye kwamba atachukua uzao wake aupeleke utumwani. Na lile tukiona ni kwamba Mungu alilifanya kwa makusudi. Kwa maana yake ni nini? Tukisema kwamba Israeli walikuwa utumwani, tunakosea. Hawakuwa watumwa, bali walipelekwa pale kwa makusudi, ikiwa ni sehemu ya mtihani wao, ili wakae mahali pale, wafundishwe yale wapasayo kufundishwa, ili sasa waweze kufikia wapande hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akamwambia Abrahamu kwamba atawapeleka, watakaa kule kwa muda wa miaka 400, alafu atawarejelea na kuwatoa pale. Na mahali alikowapeleka katika taifa la Misri, walikaa pale kwa muda huo ambaye Mungu alisema. Na katika muda waliokaa pale, waliwekwa wakatiishwa chini ya ile miungu ya Misri ambayo ilikuwa pale ikimiliki pale Misri. Wakakaa chini yao, wakatumika pale, lakini hawakuwa na uwezo wa kujiondoa pale wenyewe, kwa sababu ilikuwa ni kwa amri ya Mungu aliwaweka pale. Wakakaa pale mpaka ule muhula wa Bwana ulipofika, ndiposa Mungu sasa anamleta Musa kwa ajili ya kwenda kuwakomboa, kuwatoa katika mikono ya Wamisri, ili mkono wa Farao, ili sasa waendelee kusonga mbele. Lakini katika kuendelea kusonga mbele, walipotoka katika mikono ya Misri ya Farao, sio kwamba walienda wakaingia Kanaani. Ile ilikuwa ni hatua, na katika hatua ile waliondoka, tunafahamu, ndio maana sitaki kusoma kwa sababu tunafahamu. Walienda wakafika, walipotoka tu walikutana na bahari ya Shamu. Walipokutana na bahari ya Shamu, ilikuwa ni ngumu kwao pia kuweza kuvuka, kwa sababu walimuona Farao akiwafuata, na pale hawawezi kwenda. Lakini Mungu, kwa sababu ndiye aliyewapitisha pale, alisimama na akampa Musa jinsi ya kuweza kufanya, naye akanyosha ile fimbo pale, na tunaona kwamba bahari iligawanyika, wakavuka, wakapita, wakaenda. Lakini waliendelea na safari yao. Wanaelekea wapi? Wanaelekea katika nchi ya ahadi. Ahadi ambayo Mungu alisema na Musa kwamba anamtuma aende akawatoe katika nchi hiyo ya Farao,
yani anataka waingie katika nchi ya ahadi ambayo yeye ndio ameamua watoto wako watakaa pale. Na waliendelea na safari yao. Katika safari yao kila hatua waliokwenda walipita katika nchi zingine na walikutana na ugumu fulani. Walipokuwa wanapita kila hatua, wamepita jangwani, wamekutana na mambo magumu. Sasa katika safari ile walikuwa wana mahali wanaelekea. Na kule walipokuwa wanaelekea, kitu kilichokuwa kimehitajika kwao ilikuwa ni kuchuchumilia kule walipokuwa wanaenda, wasitazame yale yaliyowazunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika kitabu kile cha Hesabu sura ile ya 11 mstari ule wa 4, nataka nianzie hapo. Hesabu sura ile ya 11 mstari ule wa 4 anasema, kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa. Wana wa Israeli nao wakalia tena wakasema, nani atakayetupa nyama tule? Twakumbuka samaki tuliokula huko Misri bure, na yale matango na matikiti na mboga na vitunguu saumu. Lakini sasa roho zetu zimekauka. Hapana kitu chochote, hakuna kitu cha kutumaini isipokuwa hii mana tu. Tunaona mahali wamefika, hakuna chakula cha kula. Kwa hiyo wamefika hapo, lakini Mungu alionekana. Yaani nataka kusema na wewe kitu gani hapa? Kwamba katika hatua zote walizopita nazo, hakuna mahali Mungu aliacha kuonekana kwa jinsi yoyote ile, kwa sababu safari ile ya taifa la Israeli ilimhusu Mungu. Kwa maana hiyo, kila hatua ambayo walikanyaga ilibidi Mungu ahusike. Kwamba wamekwama, wamepungukiwa, wameishiwa, wanagombana, wako katika hali gani, lakini ilibidi Mungu ahusike. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunawaona hapo wamefika hapo sasa, wanaanza kuingiwa na tamaa. Nini kiliwafanya waingiwe na tamaa? Wameingiwa na tamaa kwa sababu ya kile ambacho Mungu aliwapa. Baada ya Mungu kuhusika katika jangwa hilo ambalo walilokuwepo, na sasa wameona kile ambacho Mungu alichokuwa anawapatia akifanani na kile ambacho walikuwa wanakula kule, na ndio maana kiliwafanya mpaka wakakumbuka, kwa sababu yamkini walidhania ya kwamba katika safari yao watakutana na mambo mazuri zaidi ya yale walikuwa wakiyakuta kule. Lakini kwa bahati mbaya sana kwao, hawakukutana na yale walikuwa wanayakuta kule, kwa sababu yale yaliyokuwa Misri yalibaki kule. Kwa hiyo hapa walikuwa wanaenda kwa jinsi ya Mungu. Sasa walipewa mana, wale mana. Na maana ile walipokuwa wanakula ni kama vile ilifika mahali ikawakifu. Wakaona kwamba hatuwezi kuendelea kula hii. Sasa wanafika mahali roho zao zinakauka. Wanafika, yani nishu kama unaweza kaelewa maana ya roho kukauka ni nini. Kwamba roho sio moyo, roho imekauka. Manake ni kwamba wamekosa tumaini, kwamba hawana wanachokitegemea. Lakini si kweli kwamba walikuwa hawana wanachokitegemea, kwa sababu walikuwa naye Mungu. Mungu Jehova ndio walikuwa naye. Sasa hilo lilikuwa ni kosa la kwanza. Okay, yako makosa mengine, lakini katika hili ninalofundisha lilikuwa ni kosa la kwanza ambalo walilifanya, kuona kwamba hawana Mungu. Lakini kumbe walikuwa na Mungu. Kwamba katika safari yao walifika mahali zile roho zao zikakata tamaa. Na zilipokata tamaa, wakaanza kukumbuka kule walikotoka. Wakaanza kukumbuka vile vitu ambavyo walikuwa wakivipata. Sasa mimi, hicho ambacho kilifanyika na taifa la Israeli, mimi nakiita kwamba walikosa adabu kwa Mungu. Walikosa sio nidhamu, walikosa adabu. Kwa sababu leo nikuchukue nikuweke nyumbani kwangu, huna kazi, huna kitu chochote unachofanya, wanitegemea mimi kwa kila kitu. Nikulishe, nikuvishe, unaoga, maji ni mimi nakupa, kila kitu nakupa mimi. Maanake ni kwamba mimi ndio nachagua chakula gani utakula, kwa sababu hicho ndicho ambacho kinaliwa katika nyumba hiyo siku hiyo. Sasa leo ukisimama na ukasema kwamba mimi roho yangu sasa inafifia, roho yangu inakauka. Kwa nini? Kwa sababu twalawani na maharage kila siku, twalaugani na maharage kila siku. Swali, wewe ulikuwa na uwezo huo wa kula zaidi ya hapo? Ni hapana, si ndio? Sasa kinachotendeka pale ni kitu gani? Umekosa adabu. Kwa
kwake yule aliyekuwa anakutunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hichi ndicho ambacho kilichofanyika kwa taifa la Israeli. Walikosa adabu mbele za Mungu, na kitendo kile cha kukosa adabu mbele za Mungu walileta athari, walileta uharibifu, walizaa uharibifu mkubwa sana, kwa sababu ndipo walipoanza kumfanya Musa anung'unike, akawa ananung'unika kwa Mungu. Ukisoma kuanzia mstari wa 7 na kuendelea, ndipo utaona yale ambayo Musa alikuwa akimwambia Mungu. Anamwambia Mungu, sasa ndio mambo gani haya? Mbona sasa mimi sioni neema yako? Yaani walimfanya Musa aone pia kwamba Mungu hayuko naye. Hebu tusome. Mstari wa 7 anasema, na hiyo maana ilikuwa mfano wa chembe za mtama, kuonekana kwake kulikuwa kama kuonekana kwake bedola. Watu wakazunguka na kuikusanya, kisha wakaisaga kwa mawe ya kusagia na kuitwanga katika vinu, kisha wakaitokosa nyunguni na kuandaa mikate. Na tamu yake ilikuwa kama tamu ya mafuta mapya, umande ulipoyaangukia marago wakati wa usiku, hiyo maana ilianguka pamoja nao. Basi Musa akawasikia watu wakilia katika jamaa zao zote, kila mtu mlangoni pa hema yake, na hasira za Bwana zikawaka sana. Musa naye akakasirika. Musa akamwambia Bwana, mbona umenitenda uovu mimi mtumishi wako? Kwa nini sikupata neema machoni pako hata ukanitwika mzigo wa watu hawa wote juu yangu? Je, ni mimi niliyewatungisha mimba watu hawa wote? Je, ni mimi niliyewazaa? Hata ikawa wewe kuniambia haya, wachukue kifuani mwako, mfano wa baba mwenye kulea achukuavyo mtoto anyonyaye, aende nao mpaka nchi uliowaapia baba zao. Nipate wapi nyama ya kuwapa watu hawa wote? Kwani wanililia wakisema, tupe nyama tupate kula. Mimi siwezi kuwachukua watu hawa wote peke yangu, kwa kuwa ni mzigo mzito sana wa kunishinda. Na kama ukinitenda hivi, na kuomba uniulie mbali, kwamba nimepata fadhili mbele za macho yako, nami nisiyaone haya mashaka yangu. Huyo ni Musa ambaye alibebeshwa kusudi la kuwatoa taifa la Israeli ndani ya mpango wake Mungu kutoka Misri kuwafikisha katika nchi ya ahadi. Lakini anafika mahali amekosa tumaini, na waliomfanya akose tumaini ni taifa la Israeli ambao yeye alikuwa anawabeba, kwa sababu ndio alipewa kuwabeba. Lakini kwa jinsi ambavyo taifa la Israeli liliendelea kukosa adabu mbele za Mungu, ndivyo ambavyo waliendelea kumfanya Musa kukata tamaa. Waliendelea kumfanya Musa moyo wake uendelee kufifia. Wakaendelea kumfanya Musa ajione kwamba hawezi tena kwenda na kazi hiyo. Lakini mpaka akasema mambo magumu mbele za Mungu. Maneno haya Musa aliyosema yalikuwa ni magumu sana. Hata ilipofika wakati ambapo walipokuwa katika ule mlima kwenye yale maji ya Meriba, wakati Mungu anamwambia Musa, hamjaniheshimu mbele za taifa la Israeli, hamjaniheshimu mbele za watoto wangu. Musa alikuwa amechoka. Musa alikuwa amefika mahali hawezi. Ndio Mungu alipomwambia, piga mwamba huu, sema na mwamba huu utoe maji. Yeye akaona hapana, hawa watu wamezidi. Akawageukea akiwaambia, nani nyinyi? Kwa nini tuwatolee maji? Kwa nini tuwatolee maji? Kwa sababu aliyasikia manunguniko yao tokea huko walikotoka. Kwa hiyo Musa alibaki kwenda tu akiwa amechoka, hana uwezo tena wa kwenda nao. Ni kwa sababu tu basi ameitwa. Kwa hiyo anatembea lakini hawezi tena. Lakini taifa la Israeli hawakuacha kunungunika. Waliendelea kunungunika. Lakini sio kwamba Mungu alikuwa hawapi. Mungu alikuwa kila anapowasikia wakilalamika anawatendea. Lakini nafika mahali, kuna kitu nataka ujifunze hapa. Wewe uliye mwana wa Mungu mahali hapa, na wewe uliye mtumishi wa Mungu mahali hapa, ya kwamba Mungu hakuangalia ile hali waliokuwa nao wana wa Israeli. Aliangalia kusudi lake aliloweka ndani ya Musa, kwamba anachoka, anafifia, anainama, ameshindwa. Kwa hali yoyote ile aliangalia kusudi lake kwamba alimtaka alitimize. Japo kwa ugumu, lakini alimtaka alitimize. Sasa mimi nimesema kwamba leo sitaki kuhubiri, nataka tuzungumze.
Nimekuwekea utangulizi huu, lakini ninachotaka kusema ni kitu gani? Nataka niseme tunataka kujifunze namna ya kuishi na baba. Baba awe ni baba wa mbinguni, ni baba yangu mzazi aliyenizaa, ni baba yangu wa kiroho anayenilisha, anayenitunza. Maana wote hao watatu wamebeba dhamana juu yangu mimi na juu yako wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka tuzungumze kuhusu mambo haya, kwamba hawa walikuwa wanapelekwa na baba yao ambaye ni Mungu aliyekuwa amewatoa, akiwa ametengeneza mazingira yake yeye mwenyewe ya mwanzo hadi mwisho wa safari yao. Lakini kila walipokuwa wanaenda waliendelea kuumiza moyo wa Mungu, waliendelea kuumiza, walidai nyama. Hapa ni vile sitasoma zaidi kwa sababu muda unaweza ukaniletea shida. Nataka niseme kwa sababu nataka tufike mahali pa kupona. Wakadai nyama walizokuwa wanadai Mungu aliwapa, lakini nyama zile ziliwakabako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ziliwakabako kwa sababu gani? Nyama zile zilitolewa kwenye msingi wa manunguniko. Nyama zile zilitolewa kwenye msingi wa kukosa adabu mbele za Mungu. Kwa hiyo Mungu aliwapa tu kwa sababu yeye ndiye alianza safari yao. Kwa hiyo hakuwa na jinsi yote ya kuweza kukatisha safari yao njiani. Kwamba ilikuwa ili Mungu asionekane kwamba ni muongo, shetani asije akasimama akasema kwamba iko wapi ahadi yako juu ya taifa lako. Ilibidi asimame aitimize hata kwa viboko katikati. Ndio maana alikuwa aliwapa nyama, lakini iliwakabako. Na yale mengine yote ambayo alikuwa akienda nao akiwafanyia. Lakini nataka nisimame hapo kwenye nyama. Musa alichoka. Musa aliumia. Na katika kuumia kwake aliona sasa ile furaha ya kubeba taifa hili imegeuka kuwa huzuni. Akamwambia Mungu anataka afe. Wewe nataka nikuulize swali. Mpaka inafika mahali Musa anaomba kifo kwa sababu alijua hana mahali pa kukwepea. Kukwepa kwake juu ya taifa hili ni kifo. Alijua hawezi kutoroka, akitoroka atatandikwa. Kwa hiyo aliona kwamba mimi afadhali Mungu unichukue. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya yalikuwa ni maneno magumu ambayo tumeyasoma. Lakini nataka sasa tuzungumze sisi kama wana wa Mungu na sisi kama kanisa. Ni mara ngapi tumeweza kufanya kitu kama hichi kwa Mungu aliyetuumba? Kwa Mungu aliyetuokoa. Ni mara ngapi tumeweza kufanya kitu cha namna hii hata kwa baba yetu ambaye aliyetuzaa, baba yako mzazi aliyekuzaa wewe? Ni mara ngapi tumefanya kitu cha namna hii? Kwa sababu kila alichokitegemea kutoka kwetu hakioni na hata kikitafuta hakipati. Kwa hiyo anabaki kukutana na mashtaka ambayo yamesimamishwa na shetani dhidi yetu. Anafika mahali anakosa jinsi ya kujivuna kwa ajili ya kanisa lake. Anafika mahali anashindwa kujivunia watoto wake. Hawezi kusimama akajivuna kama alivyojivuna kwa Ayubu kwa sababu haoni cha kujivunia. Lakini sisi tunaona cha kujivunia kwake wakati hatujaweza kukaa katika misingi yake na mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunapokuja kuangalia kuhusiana na niseme baba mzazi. Biblia inasema waheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri duniani. Kuna kitu nimejifunza. Kuna wakati mwingine unaweza ukazunguka sana hapa duniani ukatafuta baraka, na kuokoka kwetu tumeokoka. Lakini kuna mahali tunapokosea. Yamkini hujaweza kusimama vizuri na wazazi wako. Wazazi wako waliokuzaa hujaweza kusimama nao vizuri hata kuwatazama. Kwa maana ya kwamba kuna nini ambacho unaweza ukambebea mzazi wako kama mzazi aliyekuzaa akatema mate ya baraka kwenye kichwa chako ama kwenye mikono yako ili kufungua njia zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila itwapo leo, kama jinsi tunavyolalamika kwa Mungu kila siku kwamba hatuna, kwa sababu kanisa limefika mahali halina jinsi ya kwenda mbele za Mungu kwa maombi isipokuwa nipe. Na ndivyo hivyo ambavyo tunavyofanya pia kwa wazazi. Kweli tumewakamua wazazi wetu, tumeweza kula, wametulisha, wametutunza, wametufanyia yote wanaweza kutufanyia. Una nini in return kwa ajili ya kuweza kusema baba asante? Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka siku moja mimi wazazi wangu wameshafariki wote, lakini nikawa naitafuta hiyo baada ya kutambua. Alikufa miaka ya nyuma sana, ya 90. Nikawa naitafuta nitaipotana. Nikakaa na mtumishi mmoja akanishauri. Akaniambia nenda kwa mjomba ambaye yupo na alikuwa amebaki huyo mmoja tu atasimama kwa niaba hiyo. Basi nikaenda, nilifunga safari kutoka hapa Kibaha. Kaenda, wala sikuambia, nikaenda mpaka mlimani Moshi, niko tu Moshi. Nikapita dukani, nikanunua viatu vya mjomba, nikanunua kitenge cha mama yani mke wake. Nikaondoka nikaenda kule nyumbani kwao. Wakashangaa mimi huyo.
ningefika. Sikusema nao kitu kwa sababu nilijua natafuta nini. Nikaenda nilipofika, mimi nikasema jamani, kabla ya yote, wakaanza kuangaika sio wanapika, nikasema mimi naomba kabla ya yote, mimi naomba nipige magoti muweze kunibariki. Nikijua kwamba kama kuna kitu ambacho nilifanya kibaya kwa wazazi wangu kabla hawajafariki, ile laana itaondolewa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kapiga magoti pale, nikamkabidhi baba viatu na mama kamkabidhi kitenge chake. Basi wakaniombea, kwa kichaka wanatembeaga mate tu, wanakutembea kwenye mkono. Akatamkia baraka nyingi sana, wakaomba na mimi na tukamshukuru Mungu. Nikala, nikaondoka usiku, nikageuza nikarudi Moshi. Bwana Yesu Kibaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliona mabadiliko baada ya kufanya vitu. Unajua kuna vitu tunaweza tukawa tulifanya huko bila kujua, lakini kuna jinsi ambavyo tuliwaumiza wazazi wetu. Inawezekana kuna wakati mzazi wako alilalamika ndani ya moyo wake, hakutoa tamko, lakini malalamishi ndani ya moyo yanaishi mpaka leo, hata kama yeye amekufa. Tafuta namna gani ya kuweza kwenda kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafuta jinsi yoyote utakayoweza kusimama na kuweza kutengeneza, kurejesha ile radhi ya mzazi mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiondoka kwenye mzazi wa kimwili, nataka nije kwenye mzazi wa kiroho. Baba yako wa kiroho anayekutunza. Mzazi wa kiroho ambaye ni baba yako wa kiroho anayekutunza. Nimesema pale mwanzo, ni rahisi kujivunia mimi nasali kanisa fulani kwa sababu ile kanisa linajulikana ni kubwa. Lakini mimi nataka tuangalie haki yetu juu ya kujivuna huko. Mimi bishop wangu ndo fulani, lakini haki yako ya kujivunia huyo bishop, sijui mchungaji, sijui apostle, sijui nani, vyovyote utakavyoweza kumuita huyo kiongozi wako, haki yako iko wapi hapa? Hiyo ndio nataka tuitafute. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo tuitafute ili tuweze kuwa na hiyo haki sasa ya kujivuna, kwa sababu Biblia kama ilivyosema kwamba ajisifue basi na ajisifu kwa sababu amemjua Bwana. Basi na mimi nitakapojisifu kwa ajili ya mchungaji wangu, kwa ajili ya askofu wangu, basi na nijisifu kwa sababu nimemjua askofu wangu. Umemjua katika lipi? Tuko hapa ni washirika tunaishi, lakini unaweza kukuta wewe ujue mchungaji wako amelala njaa, wewe una habari, lakini nyumbani umekula. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ile kukaa tu kuwaza. Mimi nimesema tunazungumza, sihubiri. Sio mkasema nimekuja kuwafokea. Mtanisamea watumishi wa Mungu, ndicho nilichopewa mchana na Bwana nishe. Na ninaamini kabisa kuna matengenezo yanapaswa kufanywa mahali hapa. Ndio Bwana akasema kwa ajili ya hili, kwamba ndani ya nafsi yangu ninaona nini? Ninamjua kiongozi wangu, ninamjua mchungaji wangu, ninamjua askofu wangu, najua alilala vipi, najua aliamka